Bwana Yesu asifiwe sana, watu wa Mungu popote mlipo. Kama mnavyoniona leo, mazingira niliyokuwa nayo hapa sio rafiki. Hapa ni nyumbani, ndio maana muona kuna mtoto yuko hapa nadhani amekaa kwenye sehemu yake hii ya kukalia hii ya kukaa watoto, naye amefurahi anaangalia TV. Hapa nipo nyumbani, nipo nyumbani kama unavyoona. Ninamshukuru Mungu japo ya mazingira sio rafiki sana, ni sehemu ambapo naishi. Kwa hiyo saizi ni usiku, na kama unavyoona nilivyovaa hivi kutokana na changamoto ambayo nimekutana nayo. Nadhani watu wengi kwenye mitandao ya kijamii mnanifahamu, na nilikuwa na tatizo la msiba. Najua ninavyoongea hivi, najua kuna watu wengi kutoka mkoa wa Njombe wanamfahamu ndugu yangu yule, anaitwa Peter Mahenge. Ni kaka yangu ambaye amenilea na kunilea na akanisomesha mpaka kuwa leo hivi. Msaada mkubwa ulikuwa ni kwake, lakini kwa bahati mbaya amefariki. Nasema kwa nini amefariki? Kwa sababu mazingira aliyokufa sio rafiki. Wamempiga, mwisho wa siku wakaenda kumtupa mahala. Sijajua nani wamemuua, ila inavyoonekana hawajulikani waliomuua, japo bado upelelezi unaendelea. Lakini mimi nilipokea ile simu, nilikuwa naelekea stendi, nilikuwa na pikipiki yangu naelekea stendi kwa ajili ya kwenda kupanda basi saa 4 usiku, na ili niweze kuendelea na safari. Lakini mwisho wa siku nikakutana na gari, na mahala fulani nilikuwa nakatiza, nikapaki pikipiki mitaa ofisini kwangu pale, nikakutana na gari likanigonga. Sasa namshukuru Mungu, ile ajali ilikuwa ni mbaya. Unaona huu mguu kama ulivyo hapa, huu mguu yani hapo unaniuma hapo unavyoona hivi. Hizi ni banja, angalau saizi imepungua maumivu. Nadhani picha nimewapostia hapo kwenye kurasa zangu zote, kuna hiyo picha, ungeona maumivu ya kwanza. Maumivu unavyoona kama hivi saizi naendelea vizuri. Na kingine huu mkono ndio haufanyi kazi kwa sasa hivi, vidole vyote hivi bado vinasumbua. Namshukuru Mungu, ilikuwa ni ajali, nadhani ilikuwa sijui ya kufa hapo, sijui nisemaje, lakini tunamshukuru Mungu kwa kila hatua. Alafu kichwani nilivaa element, kwa hiyo niliburuzika sana, ilinigonga nikaenda kutua kule pikipiki kule, lakini mimi niliburuzika. Ndio maana mnaona kichwani sijaumia, nimeumia tu mikononi. Huu mkono umevimba, unavyoona hivi umevimba, umeumia, japo nimetoka nimechua sana jana, nimechua. Na hii ajali imenipata saa 4 usiku kuamkia leo jana, na namshukuru Mungu pia naendelea vizuri, japo ndugu yangu ndio hivyo amenitoka, amefariki. Nilichokuwa nataka nisemaje, ndugu zangu nyinyi mnanisikia, huyu ni brother wangu, alikuwa ameokoka. Nilimuombea mimi mwenyewe kipindi kile, alikuwa na vifungo fulani, alikuwa ameokoka, lakini mwisho wa siku aliacha wokovu. Alipoacha wokovu akarudi tena kwenye dunia, akaendelea kunywa pombe, na ameendelea kunywa pombe kwa muda mrefu. Nimejaribu kumfuatilia aendelee na Yesu, lakini hakukubaliana nami. Lakini mwisho wa siku nataka nikwambie, nimepata taarifa tu amekufa katika hali ya ulevi. Alikuwa kunywa sehemu, ilikuwa mkesha wa mwaka mpya, amefariki. Kwa hiyo walimuokota wa Samaria Mwema. Tukapokea taarifa na ndugu yangu kutoka Matalawe, Njombe mkoani, alipata taarifa na mimi nikasambaza. Lakini nataka nikwambie, kwa mfano mimi nimeanguka, nimepata ajali hii, ingelitokea nimekufa leo, moja kwa moja kwa mtu ukisha kuwa umekaa vizuri na Yesu, kama umeokoka, unakuwa huna hofu na kifo, unakuwa unajua unatamani hata kwenda mbinguni. Ndio maana kuna mahubiri fulani niliwahi kurekodi, nilisema natamani kwenda mbinguni hata sasa. Natamani kwenda mbinguni. Haya ni mahubiri japo watu waliyaelewa. Unapokufa katika Bwana unakuwa una faida. Ndio maana neno la Mungu katika kitabu cha Ufunuo sura ya 14 mstari wa 13 inasemaje? Heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa, wapate kupumzika baada ya tabu zao. Sasa kama ndugu yangu saizi amefariki, najua amekufa kwa njia ya pombe, hapo watu nasema sio kifo cha Bwana, hicho ni kifo cha shetani moja kwa moja, kwa sababu amekufa akiwa katika hali ya dhambi. Nachotaka kusema, kijana mwenzangu ambao unanisikia, wewe kijana ambao bado unakula ujana, pombe kweli kunywa, lakini utambue ikitokea umekufa katika hali hiyo hiyo, baada ya kifo Biblia inasema kwamba ni hukumu. Hukumu kwanza inaanzia duniani. Unapokuwa unafanya dhambi, hiyo ni hukumu. Unapofanya dhambi unakuwa umeshahukumiwa. Ndio maana unapokutana wahubiri wanasema, bwana wewe una dhambi, huwezi kwenda mbinguni. Ni kweli, wanahubiri kile wanachokiona kwa sasa. Hiyo habari ya baadaye sio ya kwao, hiyo ni ya Mungu, ni ya Mungu mwenyewe. Umeona? Lakini nataka nikwambie, maisha tunapita.
Kesho leo amekufa blaza wangu Peter Mahenge, kesho utakufa wewe na kesho nitakufa mimi, lakini nategemeana umekufa katika upande gani. Kumbuka kitabu cha Ayubu kinasema mwanadamu aliyozaliwa na mwanamke siku zake za kuishi sio nyingi, zimejaa taabu na misukosuko wanadamu. Kumbuka kama mtoto kama huyu unaona amezaliwa leo, kesho anakuwa binti, kesho kutwa anaongezeka, mwisho wa siku anajiingiza kwenye makundi yasiyofaa, alafu baadaye anakufa na Mungu anamtia katika hukumu ya moto. Lakini mpango wa Mungu kuzaliwa watoto kama hawa ndio mfano wa kwetu sisi. Tunazaliwa ili tuishi tumtumikie Mungu kwa kusudi lake. Hatujazaliwa tuwe walevi, hatujazaliwa ili tuwe wazinzi, hatujazaliwa ili tumkane Mungu. Kuna watu wanamtukana Mungu, kuna watu wanaona maisha ya duniani wamefika. Nataka nikwambie, duniani hatujafika. Mpango wa Mungu alitaka kwamba tukishazaliwa wazazi wetu watufundishe neno la Mungu, waturithishe elimu. Lakini tofauti kwamba wazazi wetu sasa wanaturithisha tu mambo ya miungu, wanakufundisha uchawi. Wazazi wanafundisha mtu kama huyu uchawi. Unakuta wazazi wengine familia za kiganga wanakufundisha uganga. Kwa mfano sisi familia zetu mpaka sasa wengine wanaabudu mizimu, unakuta wanakufundisha kuabudu mizimu. Kwa hiyo unajikuta mnaanza kuabudu, kwenda kuabudu makaburi. Nataka nikwambie, Biblia inasema kwamba baada ya kifo ni hukumu. Ibada za kuombea marehemu haipo. Dini nyingi sana, ukiangalia dini nyingi sana ambazo tulikuwa tunasali zamani, watu wanasema tuombee marehemu, sala ya mwisho. Mimi nakwambia ukweli ndugu yangu, hapa leo mnaniona mimi, ajali niliyopata hii ilikuwa nakufa na mimi. Ndugu yangu amekufa, nimechanganyikiwa, naenda kumbe na mimi adui alikuwa ananiwinda, lakini namshukuru Mungu naendelea vizuri. Bwana bado ananihitaji. Nataka nikwambie, hakuna maombi ya kuombea marehemu. Hiyo siwezi kuficha, na katika mahubiri yangu yote huwa nahubiri na bado nitahubiri. Kama umekufa na dhambi, tunasema wewe umepotea moja kwa moja, hakuna mbingu. Lakini ungekufa katika Bwana, ukifa ukiwa umeokoka. Mtu akifa, mimi nakwambia, napigaga makofi, nasema huyu ameenda kupumzika. Ndio maana ukiokoka hutatamani kuishi, unakuwa unatamani kama kufa hivi. Wakati mwingine unatamani kama uende mbinguni. Kwa sababu ya nini? Duniani kuna shida, duniani kuna tabu, duniani hakuna raha. Kila siku ajali zinamtafuta nani? Mwanadamu aliyeumbwa na Mungu kwa sura na mfano wa Mungu. Kumbuka umeumbwa wewe ili umtumikie Mungu. Shetani yupo duniani kwa ajili ya kutafuta maisha yetu. Yeye anawinda maisha yetu, na Mungu alimuacha, sio kwamba hawezi kumuondoa. Mungu yeye ana mipango, anataka sisi wenyewe tuamue kuchagua leo uzima au mauti. Na ndio maana Adamu na Hawa bustanini aliwaambia, chagueni moja, uzima au mauti. Uzima mtakaposikiza sauti ya Mungu kwenye bustani pale. Walipochagua njia ya mauti, ndipo ukakuta mauti imeingia ulimwenguni. Nataka nikwambie ndugu yangu, kama ukifa na dhambi, hapa leo naongea kwa ufupi sana, ndio maana hata Biblia sijashika. Kama ukifa na dhambi, moja kwa moja ni jehanamu. Ndio maana unapofanya saizi maisha yako, jitafakari, unafanya vitu gani? Je, unamtumikia Mungu? Je, unaishi katika utakatifu? Na kama unamtumikia Mungu, basi una heri, kwa sababu ukifa hata saizi ugongwe na magari, ugongwe na bodaboda, huna hofu. Ndio maana Biblia katika kitabu cha Warumi kinasema hatukupokea roho ya hofu. Hatukupokea roho ya hofu, bali tulipokea roho ya kufanya ujasiri, Roho Mtakatifu. Yeye ni jasiri. Ndio maana hata Yesu wakati anaona kesho anauawa, hakuogopa kifo. Aliwaambia, jamani, kesho nakwenda kufa, lakini siku ya tatu nitafufuka. Lakini kati yenu kuna mmoja atanisaliti. Lakini nataka nikwambie, anakuwa anaona mauti yake. Ndio maana vifo vya wenye dhambi ni vifo vya ajabu. Wanaweweseka usiku, unakuta bibi anakuja kunichukua, mara babu anakuja kunichukua, mara jamani maluelue mawenge mengi, anakufa kifo cha ajabu. Mara wamevaa watu nguo nyeusi na waona. Hivyo ni vifo vya wenye dhambi. Biblia inasema kwamba mwenye dhambi yeye hukimbia huku na huku asipofukuzwa na mtu. Ni nini? Kwa sababu ya utumwa wa dhambi. Lakini mtakatifu yeye hata akiambiwa kesho unakufa, hana wasiwasi. Yeye anajua kabisa, niko na Bwana. Ndio maana tunatakiwa tutengeneze maisha tungali hai. Mungu awabariki sana nyinyi ambao mnanisikia, na ninawapa pole sana ndugu zangu ambao tumefiwa pote. Sote tumefiwa, na najua naendelea kujitibia kwanza maumivu. Ndani ya siku 2-3 naendelea kunywa dawa. Hapo mnavyoniona nimepata dawa za maumivu, ndio maana waniona naongea. Lakini nataka niwaase tu vijana, endeleeni kumtumikia Mungu. Tuache ujanja. Ujanja hauna posho, ujanja hauna maana. Mshahara wa dhambi ni mauti, bali kalama ya Mungu ni uzima wa milele. Na Mungu awabariki, tuendelee kushirikiana na tuko pamoja kama kawaida. Nikipona vizuri, basi tutaendelea kwenye mitandao kuulizana maswali na majibu. Nitakuwa nakutengenezea somo. Nilikuwa nimetengeneza somo fulani kuhusu ndoa, jinsi ya kupata mke sahihi na mume sahihi. Somo lile limeharibika.
kutokana na mambo ya mtandao limeharibika kabisa, na nadhani ni vita tu, kwa sababu nimetengeneza ndani ya siku 3 bado limenisumbua, lakini nitakaa, nitamwomba Mungu ataniwezesha, nitalihubiri kwa kishindo. Kumbuka kitu kimoja, usiku wa leo au jioni ya leo, baada ya kifo ni hukumu. Je, utakufa upande gani? Upande wa Mungu au upande wa shetani? Ukifa upande wa shetani, tunasema shetani amekuchukua, umevunwa, unaingia kuzimu, ambako ni kwenye shimo la moto, mateso. Ukifa upande wa Mungu unaenda paradiso. Ndio maana tunasema tuonane milele. Siku hizi watu wanasema vita tumevipiga, imani tumeilinda, wakati mtu amekufa kwenye pombe. Jamani, hebu tusiwe tunaambiana maneno ya kwenye kanga ya kufarijiana kama mipasho. Tuambiane ukweli kwamba baada ya kifo ni hukumu tu. Kama una dhambi, ni bora ukaokoka leo ukampata Yesu, na kama utahitaji msaada, sitaweza kukusaidia kwa saizi kwa sababu hali yangu sio nzuri. Nipigie tu simu, nitakapokaa vizuri nadhani tutaongea mengi zaidi, na Mungu awabariki. Na kama unavyoona hapa nipo na rafiki yangu huyu. Huyu ni rafiki yangu, nimempata ugelini, yupo dada yake naona amelala. Mungu awabariki sana. Na umri unaenda, na mimi mwenyewe usinione hivi, na miaka mingi kidogo hapa. Sasa naanza kutafuta miaka karibia 40 sasa. Umri umeenda sana huu. Kwa hiyo naonekana kama kakijana kadogo, lakini na umri umeenda sana. Mungu awabariki. Halo, unaangalia kule. Mungu akubariki sana. Kama unaona inaendelea vizuri sana. Amen.